Mpaka sasa Dar es Salaam Young Africans inaendelea kuwa miongoni mwa timu tishio zaidi katika usajili wa soka 2026-27 ambapo usiku wa kuamkia leo imeweza kutangaza wachezaji kadhaa wakiwemo wale ambao ni mashine za kazi, huku jina la Sheikh Ibrahim Traore mshambuliaji akionyesha nia ya kuwa hatari zaidi, na wengi wao wakimtaja huenda akaja kuwa kizaazaa katika msimu wa soka unaofuata 26-27. Yes, Sheikh Ibrahim Traore, mshambuliaji mwenye umri wa miaka 29 ambaye amezaliwa tarehe 22 Septemba 1996 huko Kaolack nchini Senegal, huko akiwa anamiliki uraia pacha wa Senegal na Ufaransa. Young Africans imefanikiwa kumpata kama mchezaji huru baada ya kumalizika kwa mkataba wake na klabu yake ya zamani, na uongozi chini ya Rais Engineer Hersi Said umemsainisha mkataba wa miaka 2 kuitumikia klabu hiyo, huku Traore anakuja ndani ya kikosi cha Yanga kwenda kuziba nafasi katika eneo la mshambuliaji wa kati nambari 9, huku pia akiwa na uwezo wa kucheza kama winga wa kulia au kushoto kutokana na kutumia miguu yote miwili kwa ufasaha. Hii ni hatari kweli kweli. Katika msimu uliopita wa 2025-26, mwamba huyu alikuwa nchini Saudi Arabia akicheza klabu ya Al Jabalain FC inayoshiriki ligi daraja la kwanza, ambapo alicheza jumla ya mechi 34, akafunga magoli 19 na kutoa pasi za magoli 5 kabla ya kutua Saudi Arabia. Na hatimaye Yanga, Traore amepitia katika vilabu mbalimbali barani Ulaya, hususan nchini Ufaransa. Alianza malezi yake ya soka Saint Genevieve Sports, kisha akacheza Rennes Dijon B, Paris Saint Atletico AC Poison na klabu ya AC Nancy, ambapo alicheza mechi 62 na kufunga magoli 26. Uwezo wake mkubwa wa kuchambua mabeki, kutumia nguvu za mwili, kasi na kimo chake cha urefu wa mita 1.87 ndivyo vilivyomshawishi Young Africans kumshusha Jangwani ili kuongeza makali ya ufungaji kwenye ligi kuu na michuano ya klabu bingwa Afrika ambayo inaenda kuanza hivi soon. Yes, ndio kifaa hicho ambacho kimeweza kudondoka pale Jangwani. Maoni gani ambayo ulionayo kwa rekodi hii ambayo anaonesha mpaka sasa? Ndio mchezaji anaonekana ni hatari zaidi, akishindanishwa na yule wa Simba Sport Club ambaye anaitwa Dumbia, huko wengi wao wakiwataja kwa ni miongoni mwa wachezaji tishio na ambao anaangaliwa kwa jicho la tatu, huko wengi wao wakisema kuwa endapo akitua pale basi rekodi kadhaa zitazidi kuonekana, huko wengi wao wakizidi kumshuku kwa vile ambavyo anaenda kuonesha uwezo wake na maili mkubwa zaidi. Yes, this is the Mind Media TZ. Hakikisha kuwa unabonyeza alama ya kengele kwa maana ya kusubscribe, udondoshe maoni yako, lakini vile vile usisahau kulike na utazidi kuwa kwanza kupata taarifa zetu kutoka ndani na nje ya Tanzania. Bye bye.